Maombolezi na rambirambi kwa marehemu mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno nyumbani kwake yaligeuka vurumai baada ya makundi mawili kutofautiana na kuanza kukabiliana. Mwanaharakati mmoja maarufu kutoka eneo hilo alikabiliwa na vijana kwenye tukio hilo lililolazimu maafisa wa polisi kufyatua risasi hewani kudhibiti hali, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ben Kirui. Utulivu ambao ulikuwa umeshuhudiwa katika boma ya marehemu mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno eneo la Mogondo, kaunti ya Narok, ulisambaratishwa ghafla. Makundi mawili ya vijana yakikabiliana baada ya kuzuka kwa tofauti baina yao. Mwanaharakati kutoka eneo hilo Johana Kiprono maarufu Kamilan akilengwa kwa madai ya kuanzisha siasa potovu na za mgawanyiko. Juhudi za maafisa wa polisi kufyatua risasi hewani mara kadhaa hazikutuliza mambo, huku mwanaharakati huyo akiuguza majeraha na kukimbizwa hospitalini. Viongozi waliofika kuomboleza wakidai anatumika na wanasiasa kuleta mgawanyiko. Na ningependa kuwaonya viongozi ambao wanatembea na kutumia vijana kwa njia isiyofaa ya kwamba kifo ya Ng'eno sio kifo ya kutumia kuileta siasa ya kikapila. Leo umetutumanishia vijana tu disrupt sijui mashishi. Mashishi itaendelea, Kenya itaendelea, na ujinga itakoma. Nyinyi mtuachie shida yetu, tubebe na ndugu yetu, tumweke tumlaze mahala pema peponi kwa amani na mapenzi, kama jamii, kama serikali. Hiyo mambo ingine ya siasa, usitumie kifo cha ndugu yetu Johana kupiga siasa, hasa zile siasa zenyu za ujinga. Hiyo hatuwezi tukakubali. Mwanaharakati huyo amekuwa akizua utata kwenye mitandao ya kijamii kutokana na jumbe zake ambazo zimeonekana kuzua ukabila kati ya jamii za eneo hilo. Aidha, hali ya utulivu ilirejea na maombolezo kuendelea. Haya yakijiri huku ibada ya wafu ya marehemu Ng'eno, Robert Kipkoech Keter, Amos Kimngetich Rotich, Nicholas Kosgei na Wycliffe Kiprotich Rono ikiratibiwa kufanyika Jumatano katika kanisa la AGC mtaani Karen, kabla ya miili yao kusafirishwa siku ya Alhamisi kwa ibada nyingine ya wafu ya pamoja katika shule ya msingi ya Emurua Dikir. Mazishi yao yataandaliwa siku ya Ijumaa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.